umelemewa na mzigo, mpe Yesu moyo wako. Ukitamani maisha mapya, mpe Yesu moyo wako. Wataka utakatifu, mpe Yesu moyo wako. Vijito safi vyatiririka, mpe Yesu moyo wako. Mpe mashaka yako, mwambie ngoja, fungulie sasa, Yesu aje. Kama nilivyokuahidi tangu mwanzoni kwamba leo tutakuwa na mjadala na kutafakari neno kwa kina zaidi, hasa tukirejelea na kumakinika kwenye kuifahamu historia ya mwanadamu. Huyu mwanadamu alitokea wapi, chimbuko lake ni wapi, na kwa nini yupo hapa. Kusudi la wewe kuwepo hapa ni nini? Unataka ujue kusudi lako kuwepo hapa ni nini? Basi makinika nami kupitia mafundisho haya, tukiwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Mwalimu Ibrahim, ambaye yeye Mwenyezi Mungu amemjalia karama ya kufundisha na kudadavua neno kwa lugha rahisi. Unataka uungane nasi, una swali kuhusiana na Mwalimu Ibrahim kwa kile ambacho leo tunataka tujifunze kuhusiana na kuifahamu historia ya mwanadamu, basi tuandikie ujumbe mfupi kupitia 0665 87 66 95, 0765 87 66 95. Hii ni namba ambayo unaweza ukajiunga nasi hapa na ukaweza kuuliza swali. Ukiwa una swali kuhusiana na kuifahamu historia ya mwanadamu ni nani, chimbuko lake ni wapi, kwa nini yuko hapa, na kwa nini yeye ameendelea kuwepo katika uwepo wa hii sayari dunia, alianzia wapi, na kwa nini lilikuwa ni kusudi la Mungu kumuumba na kumfanya mwanadamu awepo kwenye hii sayari dunia na upekee wake. Ungana nami kupitia 0765 87 66 95. Tuko na Mwalimu Ibrahim ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia neema na rehema katika kudadavua kwa lugha rahisi, lugha adhimu kabisa ya Kiswahili, ambayo inatufanya tuweze kumakinika na huduma ya Injili. Huduma ya Injili si kitaifa, kimataifa, kwa sababu kwenye ukanda wa Afrika Mashariki tunawafikia watu wengi. Kwenye ukanda wa Afrika Mashariki tunawafikia wadau wengi ambao wanazungumza hii lugha adhimu ya Kiswahili. Na uzuri niko naye hapa Mwalimu Ibrahim ambaye Mwenyezi Mungu amemjalia neema na rehema, na tutakuwa tukidadavua kwa lugha rahisi. Naomba kaka umsaidie, jitengenezee kipaza vizuri. Kumbe huko tuko vizuri. Mwalimu Ibrahim, naam, habari yako? Ni salama kabisa. Hali gani pia? Mimi ni buheri wa afya hakika. Masomo haya yamekuwa ni mazuri. Amin. Na yamekuwa na tunasema shauku ya watu wengi kutaka kuifahamu kweli. Amin, amin. Yani sisi ni wazee wa kudadavua kwa kina na kufichua yale yaliyo sirini. Leo tunadadavua kuhusiana na kuifahamu historia ya huyu mwanadamu. Sawa sawa. Mwanadamu ni nani? Chimbuko lake ni wapi? Yes. Alitokea wapi? Kwa nini yuko hapa? Na anaishi kwa sababu gani? Na kwa nini Mungu aliamua kumuumba mwanadamu? Kwa nini asingeumba viumbe vingine? Sisi tuna upekee gani mpaka kuumbwa kwa mfano na sura yake? Na kwa nini iko hivyo? Karibu mwalimu. Na ikiwa mtu ana swali, basi unaweza kutuuliza swali kupitia nambari ya simu 0765 87 66 95. Tuko na mjadala mrefu sana na utakuwa ni una maswali mengi kwa ajili ya watu kuweza kuelewa na kufahamu kweli. Tuko na Mwalimu Ibrahim ambaye yeye Mwenyezi Mungu amemjalia karama hii ya kufundisha kwa lugha rahisi na kuweza kudadavua mambo kwa undani zaidi. Karibu mwalimu. Amina. Niseme na niwasalimu kwa kusema ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni salamu yetu hii
kwa ajili ya kumkumbusha mtu kwa nyakati tulizonazo si rafiki sana kwa wale wanaoamini unyakuo. Kama unaamini unyakuo, basi nyakati si rafiki sana. Ndipo tunatumia salamu hii kama kukumbushana. Kwa hiyo unapomsalimia mtu ufalme wa mbinguni umekaribia, ni unamkumbusha ama unajikumbusha na wewe pia. Basi wewe popote ulipo utasema neema ya Kristo na ituokoe. Hiyo ndo salamu yetu. Nisipoteze muda, moja kwa moja niende kwenye somo letu. Neno nalopenda kulitumia kwenye somo hili ni asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu. Asili ya mwanadamu, kwanza asili ni nini? Asili katika vitu vyote na mambo yote ni Mungu mwenyewe. Asili ni Mungu mwenyewe, na asili ya mwanadamu huyu ni Mungu mwenyewe. Umenyelewa? Hiyo ndo asili yake. Na ndo maana hapo ulipo wewe, kuna yale maswali watu wanauliza, mtu anakuambia, "Wewe Mungu unamfahamu?" Naambia ndio. Au unamjua? Ndio. Anafananaje Mungu? Mtu anapata tabu namna ya kujibu swali hilo wakati Mungu anafanana na yeye. Yaani Mungu anafananaje? Unavyoniona mimi, ndivyo Mungu anavyofanana. Hivi unanielewa? Na mtu anavyokuona wewe ndivyo Mungu anavyofanana. Umenielewa? Maana wewe upo kwa mfano wake. Upo kwa sura yake wewe. Yaani wewe ni mfano wa Mungu duniani, na ndo maana ni wa pekee kuliko viumbe vingine vyovyote. Sasa kwa nini binadamu? Kwa nini Mungu akaumba malaika zake, akaumba viumbe vingi mbinguni na akaumba viumbe vingi duniani, lakini hatimaye ikatakiwa binadamu atokee? Lakini vyote viliumbwa ni kwa sababu ya zile roho saba. Kwa hiyo zile roho saba ambazo Mungu anazo yeye, ndizo zinazokamilisha uumbaji duniani, na ndo maana tuna siku saba kwa sababu ya roho saba ambazo ndizo zilihusika kwenye nini? Kwenye uumbaji. Kwa hivi vitu kuanzia binadamu na vitu vingine vyote tunavyoviona, wanyama na kadhalika, ni kwa sababu ya hizo roho saba za Mungu za uumbaji ambazo sasa zipo anazo yeye, ama niseme zipo mbinguni, zilikuwepo mbinguni, hatimaye sasa ziko duniani, ukianzia na binadamu mwenyewe. Kwa nini ninatamani kufundisha hii asili ya mwanadamu? Ni kulingana na pale tulipo leo kuanzia kanisa, kwa lugha rahisi ambayo wengi wanatumia, wanasema dini. Tuko nje na asili ya Mungu. Sasa nataka kujua, yani lengo langu ni kwamba ujue tulitoka wapi sisi binadamu, tulifikia wapi, na leo tuko wapi kwenye mfumo wa Mungu. Kwa sababu yako mambo mengi tunayolaumiana leo ambayo sasa si ya asili ya Mungu, bali yameletwa tu na mifumo ya kibinadamu, hususan mifumo ya kidini. Hayo sasa ndio maana leo nimetamani ufahamu asili yako wewe binadamu ni nini, na hapa ulipo upo kwa nini. Sijui kama anaeleweka vizuri. Sasa hapa niombe twende Edeni kidogo. Tukienda Edeni, huko ndiko sasa binadamu wa kwanza kwa mujibu kwa mujibu wa Mungu mwenyewe, na kwa mujibu wa maandiko pia, na kwa mujibu wa Roho wa Bwana, binadamu wa kwanza anapatikana Edeni, kwenye bustani ya Edeni, ambapo leo hii ukienda Israeli ni sehemu ya kivutio cha watalii hizi nyakati za leo. Ni gari sana, ni gharama sana ukienda kwenye eneo hilo, ambako sasa uko ndo utaambiwa hapa ni hiki, hapa ni eneo moja ambalo limefungwa, ambalo hauwezi ukalifikia na hauwezi ukaliona kwa macho. Ni mahala ambapo ulikwepo ama upo ule mti wa nini? Ule mti wa uzima. Hapo ndipo uwezi ukapaona na huwezi ukapafikia kwa urahisi. Basi niende moja kwa moja sasa kwenye habari ya Adam. Hebu nisome kidogo, maana binadamu siku hizi usiposoma Biblia hawawezi kukuelewa. Hebu tuanze mwanzo kabisa. Mwanzo. Sawa. Okay, hiki ni kitabu cha Mwanzo na ni sura ya kwanza. Tunaanza mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Sasa hii moja Mwanzo hii tulionayo sisi kwenye kitabu hiki cha vitabu 66 ni tofauti kabisa. Haijaanza hapa. Yaani sisi tumeanzia, ninaweza nikasema kuanzia hii moja ya kwetu hii, kuna vitabu 130 ndo unakifikia hiki.
Maanake hiki ni kitabu cha 131. Huku kwetu Afrika ndo kitabu cha Mwanzo. Lakini ukichukua Talmud ya Kiyahudi ambayo ndo original Bible, kuna vitabu 130 vinavyokuelezea Mwanzo. Alafu sasa ndipo utaifikia hii ambayo ni ya 131. Kwa wale ambao wanajua vitu hivi, anaweza kawa ananielewa vizuri. Yes, anasema roho wa Mungu ikatulia juu ya maji. Mungu akasema iwe nuru. Sasa hii ni roho ya kwanza ya uumbaji, inazungumzia nuru. Iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Hiyo ni roho ya kwanza sasa inayotenga nuru na giza. Umenyelewa? Haya, Mungu akaiona nuru ya kuwa, ningependa kufafanua sana haya maandiko, lakini kulingana na muda tutakwenda tutafute kiini kwanza. Yes, akasema iwe nuru. Mstari wa 4, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaita nuru mchana na giza akaita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hii ni roho ya kwanza ya uumbaji, ambayo sasa ndio imesimama kwenye eneo la kwanza la uumbaji mpaka utamfikia binadamu. Mungu akasema, mstari wa 6, Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji, likayatenga maji na maji. Mungu akafanya anga, akayatenga yale maji yaliyo juu ya anga na yale maji yaliyo chini ya anga. Ikawa hivyo. Mungu akaliita lile anga mbingu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya pili. Kwa nini nasoma hivi vitu? Na jaribu kusimamia kwenye lile neno lilosema kwenye kila kitu asili ni Mungu. Yani kwenye eneo lolote unaloliona kwenye maisha yako, asili au chochote unachokiona, asili ni Mungu. Kwa viko vitu vingi tunavyosumbuana navyo leo, lakini tunasahau neno moja, asili ya vyote hivyo ni Mungu. Mungu akasema maji yaliyo chini ya mbingu yakusanyike mahali pamoja, ili pakavu paonekane. Ikawa hivyo. Mungu akapaita pale pakavu nchi, na makusanyiko ya maji akapaita bahari. Mungu akaona ya kuwa vyema. Mungu akasema nchi itoe majani, mche utoe mbegu, na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake, juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Zingatia sana kuanzia hapa kwenye mstari wa 9 mpaka 13. Liko neno tutajifunza hapo. Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu, ilitenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka. Tena iwe ndiyo mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana, na ule mdogo utawale usiku, na nyota pia. Mungu akaiweka katika anga la mbingu itie nuru juu ya nchi, na kuutawala mchana usiku, kutenga nuru na giza. Mungu akaona ya kuwa vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 4. Mungu akasema maji na yajawe katika wingi wa kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukae kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vema. Mungu akavibarikia akasema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji na bahari, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Mungu akasema nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi yake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho, na mnyama wa mwitu kwa jinsi yake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake, na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake, na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu,
wetu. Hebu tuzingatie kidogo hapa. Mungu akaumba mnyama wa kufugwa na mnyama wa mwitu, lakini hapo binadamu hayupo bado. Ndipo sasa unakuja kuelewa kwa jinsi tulivyosoma hapa. Kama mtu unajaribu kunielewa, unagundua kuna maandiko zaidi ya haya. Mpaka umefikia hapa, kuna maandiko zaidi ya haya nyuma, kabla ya haya. Mfano tu hii hapa, Mungu akaumba mnyama wa kufugwa na mnyama wa mwitu, lakini binadamu hayupo huyu sasa wa kufuga. Je, ikiwa Mungu akawa ameumba hivyo, mnyama wa kufugwa alikuwa anafugwa na nani wakati huo? Maanake sasa hapa iko shida ya uandishi pia, lakini hapa ukisoma vitabu vya nyuma, hii habari ya Adam haiko hapa. Hii habari ya kusema na tumfanye mtu kwa mfano wetu haiko hapa. Hapa sasa ndo shida ya uandishi kwenye Biblia. Usipokuwa na neema ya kugundua nini kinachoendelea, basi mtajikuta mnabishana sana, lakini kama unauelewa, basi shida inakuwa haipo. Anyway, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu aliumbwa mwanamume na mwanamke. Kwa mfano wa Mungu aliumbwa mwanamume na mwanamke. Hii habari huwa inasumbua sana watu, na sijui kama watumishi wa Mungu wamejaribu kuizingatia. Huu mstari hapa unasema Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Utakapoendelea mbele ndipo utazikuta habari za Eva. Hapa mwanamume na mwanamke hazungumziwi Eva hapa. Huyu sio Eva. Kwa sababu baada ya huyu mwanamke kuasi au kutomsikiliza Mungu, ndipo Eva anatafutwa sasa. Unanyelewa? Na ndio maana nimeleta somo hili asili ya binadamu. Lengo kubwa uelewe vitu hivi. Huyu mwanamke ukitafuta vitabu vingine, hususani Bible ya Wayahudi, Talmud, inakuambia kabisa jina lake ni Lilith. Lilith ndo aliumbwa pamoja na Adam. Hawa waliumbwa kwa udongo wote wawili. Umeelewa? Nyakati zikafika ambazo Mungu akawa anataka aweke mipaka kati ya mwanamume na mwanamke. Yani mwanamke asimame kwa nafasi yake na mwanaume asimame kwa nafasi yake, ambayo sasa hapa kwenye Biblia yako hii hatujaandikiwa hayo. Umenyelewa? Na kwa jinsi sasa dini imetengeneza watu wasimamie maandiko, kwa utakapoeleza kitu ambacho hakipo kwenye maandiko, mtu hawezi kufanya nini? Hawezi kupokea au hawezi kukuamini kirahisi. Kwa nini? Kwa sababu binadamu wa leo, anayesali leo, mtu aliye kwenye mfumo wa dini, amesahau jambo moja kubwa, kwamba leo Injili haijasimama kwenye kitabu. Injili ni Roho wa Bwana aliye ndani ya watu, ambaye ana uwezo wa kukuonyesha mambo makubwa magumu wewe usiyoyajua. Biblia haiwezi kukuonyesha mambo makubwa magumu wewe usiyoyajua. Umenyelewa? Ila ni Roho wa Bwana. Yako mambo ambayo pia ni magumu kwenye Biblia, lakini awezaye kukuonyesha, kukufasiria wewe ni Roho wa Bwana. Ndio maana mwana wa Adam hakuacha kitabu, aliacha roho. Hata mitume pia hawakuacha vitabu, walimwacha Roho wa Bwana aliendeshe kanisa. Kwa hiyo kama unauelewa na hiki ninachokisema, basi unakuwa na nafasi nzuri ya kuelewa hiki ninachokwambia. Huyu mwanamume na mwanamke aliyekuwa ameumbwa hapa sio Eva unayemjua wewe. Eva unamkuta mbele. Ukiendelea kusoma hapa, Eva unamkuta mbele. Ndio maana nimesoma mstari kwa mstari. Nilitamani kufasili mstari kwa mstari, lakini muda si rafiki sana. Na nafikiri somo hili liwe ni refu, kwa sababu maswali yanaweza kawa ni mengi. Watu wakatamani kujua hiyo Eden ilikuwaje, na utukufu wa Mungu ulikuwaje, namna ambavyo ulidhihirika. Sio mtumishi. Nakuelewa vizuri. Basi nilikuwa najaribu kukuelezea hapa kwa mwanamume na mwanamke walioumbwa. Sasa hapa waliumbwa, huyu mwanamke hakufanywa kama Eva alivyotengenezwa. Okay. Hawa wao wawili waliumbwa, ambaye ni Adam na Lilith. Umenyelewa? Baadaye Mungu anavyokuja kuleta mipaka kati ya mwanamume na mwanamke, kama ilivyo leo
mfano wake kwa sehemu, ama kama ilivyokuwa nyakati hizo za nyuma kidogo, mpaka wa mwanamke na mwanaume ulikuwa unaonekana. Lilith alikataa kwa sababu moja kubwa. Lilith alijiona kuwa anauelewa kuliko Adam. Mambo mengi Lilith ndiye aliyekuwa anayashughulikia, lakini yeye alifikiri anauelewa, kumbe alikuwa anayafanya yale, ilikuwa ndiyo nafasi yake ya usaidizi kwa nani? Kwa Adam. Kama leo hii mwanamke anavyokuwa na shughuli nyingi za nyumbani, yani ukifika nyumbani ukuta mwanaume amekaa tu, kama kwa mfano leo anaweza kana anachezea simu, anaangalia TV, yani hivyo, lakini mwanamke anashika hiki, anachakile, anashika hiki, anachakile. Kwa hiyo sasa mwanamke kwa sura hiyo, Lilith alivyojitazama kwa jinsi ambavyo alikuwa na shughuli nyingi Eden yeye, basi akaona mimi nina akili kuliko Adam. Mungu anapoleta sasa ile mipaka akasema, sasa unavyosema mimi ni mtii huyu, tumepishana nini? Tumeumbwa siku moja, tuna akili sawa, yani tuna kila kitu ni sawa, isipokuwa tu jinsia zetu, lakini sisi wote ni watu. Sasa iweje useme mimi tena nianze kumnyenyekea huyu, nianze? Akakataa. Alivyokataa sasa, usisahau wakati huo Adam na huyo Lilith walipoumbwa walikuwa na ile asili ya Mungu kweli ndani, yani walikuwa na ule uungu wa kweli. Kwa mfano leo mtu anaweza kaonekana akapotea ukasema ni uchawi, umenielewa? Sasa kipindi hicho haikuwa ni uchawi, ndo asili ya binadamu ilivyokuwa. Yani binadamu alikuwa ameumbwa na nguvu ambaye ana uwezo akaamua kaonekana. Usafiri leo tumetengeneza huu magari na nini na kila kitu, lakini nyakati hizo haikuwa hivyo. Hizi nyakati za kina Adam alikuwa akifikiri tu kwenda mahala fulani, kwa sekunde ameshafika. Hivi umenielewa? Yes, alikuwa kwa sekunde ameshafika. Alikuwa hatembei hivi kwa miguu. Alikuwa kwenye ulimwengu wa roho zaidi. Wow. Okay. Ndio huo uungu ninaozungumzia. Yaani binadamu anaonekana hivi, lakini alikuwa na hiyo nguvu ya uungu. Yaani Mungu alikuwa ndani yake kikamilifu. Kwa anapofikiri jambo kwamba lifanyike, anakuta tayari limeshafanyika lile jambo, ambacho hizo nguvu leo ndio tunaita sisi uchawi huko kwetu. Sasa umenyelewa? Lakini ule sio uchawi, ni uungu wa Mungu ndani ya mtu. Umenyelewa? Kwa mantikio mtumishi ni kwamba tukimzungumzia shetani alikuwa ni malaika wa Mungu, akaanguka, hakunyang'anywa chochote kile alichonacho. Kwa ile nguvu ina maana yeye anaitumia vibaya kuwadanganya watu. Okay, sawa. Tuseme tutafika hapo, hapo. Hebu tuelezee kidogo hapa. Tutafika. Naomba nitunzie swali hilo. Sawa, nalitunza. Nielezee hapa kwenye uchawi kidogo. Maana hapa ndo kwenye asili halisi za binadamu hapa. Na ndio maana nimeleta hiki kitu. Leo tunavyozungumzia huu uchawi huu. Kwanza neno uchawi kwa kwetu huko Afrika limeanza sana kutumika mwaka 1978. Kwenye ile aluminio ile aluminio ilivyotokea, aluminio mnaita okay. Ile aluminio ilivyotokea, kwa nini ilitokea ile? Lilikuwa ni anguko la nguvu ya uungu au ya Mungu Afrika ile ya asili. Yani anguko ya nguvu ya Mungu ya asili juu ya nini? Juu ya Afrika. Kwa nini ilianguka? Kwa sababu Afrika ilipokea kitu kigeni, ikakikubali kigeni kile kwa kudanganywa. Sasa ilivyopokea kile ikakataa asili, na ndo maana sasa katika eneo lolote duniani ukienda, mahala ambapo wana kila kitu lakini hawajui nini wafanye. Kwa nini? Kwa sababu ile nguvu ya Mungu ilishaondoka ndani yao, ile ya asili ilishaondoka ndani yao. Ndo hiyo 78. Kuanzia hapo sasa ile nguvu ya Mungu ile nguvu ya Mungu tulivyofarakana nayo sasa. Okay. Yes, tulivyofarakana nayo, wale maadui wakaitumia hiyo nguvu, yani wakatufarakanisha sisi na ile nguvu, alafu wale maadui walivyokuwa naitumia ile nguvu kutuua sisi, wao maadui ndio wakatuambia sisi kwamba huu ni uchawi, ukataeni, angalia unafanya 1, 2, 3. Lakini kabla hapo kulikuwa hakuna neno uchawi Afrika, kulikuwa hakuna. Hii neno uchawi lilikuja baada ya dini kuingia. Dini ndo ilileta neno uchawi, lakini kabla ya hapo kulikuwa hakuna neno uchawi Afrika. Sio kama unanielewa? Yani ilikuwa ni mtumishi. Tutaendelea kufafanua kwa kina hapo kuhusiana na swala zima la uchawi. Ikiwa mtu una swali, basi tuandikie ujumbe mfupi kupitia namba ya studio 0739109109. Lakini una swali moja kwa moja kwa mtumishi au unataka uwasiliane na mtumishi moja kwa moja, namba ya mtumishi wa Mungu Mwalimu Ibrahim
ni 0765876695, 0765876695. Tutarudi pale ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na namna ambavyo dini ilikuja na kuanza kudhani kwamba huu ni uchawi, na namna gani ambavyo tunaweza tukaangalia hii historia ya binadamu ilikuwaje, na vile ambavyo mwalimu ambavyo ameendelea kufafanua kwa lugha rahisi sana. Naam. Naam. Hakuna shimo refu kinachake aso kijuu, hakuna dhambi kuu asoweza iondoa. Mungu wangu amejaa huruma na msamaha. Hakuna makosa na nilopitiliza ambayo damu yake haikutosha kabisa kusafisha, kurejesha furaha ya Bwana. Ni mpya sana za Mungu, rehema hazitakoma na hazitaisha. Zakuita njoo nyumbani, njoo mtoto wa Bwana. Atakusamehe wala hatakuumiza. Dhambi zako zote zimetupwa mbali, naye hakuhitaji. Njoo nyumbani, anakupenda. Ni mpya sana kila siku sana za Mungu, rehema hazitakoma na hazitaisha. Zakuita njoo nyumbani, njoo mtoto wa Bwana. Atakusamehe wala hatakuumiza. Dhambi zako zote zimetupwa mbali, naye hakuhitaji. Njoo nyumbani, anakupenda. Njoo sasa, hakuita. Njoo sasa, anakupenda. Ahesabu makosa, atunze vinyongo. Deni ya dhambi zako alilipa. Njoo sasa, hakuita. Njoo sasa, anakupenda. Ahesabu makosa, atunze vinyongo. Deni ya dhambi zako alilipa. Kusafisha, kurejesha furaha ya Bwana. Ni mpya sana za Mungu, rehema hazitakoma na hazitaisha. Zakuita njoo nyumbani, njoo mtoto wa Bwana. Atakusamehe
Okay, sawa. Kuna hii hadithi imekuwepo kwamba wale malaika walivyoasi, wengine waliofundisha binadamu uchawi. Naam. Wakawa na uwezo mkubwa. Kuna viumbe wengine walizaliwa pale wanaitwa wanefili. Wakawa majitu makubwa. Hata kwenye nadhani kuna namna ambavyo ilitokea gharika kutokana na kuweza kuwapunguza. Watu walikuwa naishi miaka mirefu, baadaye Mungu akaja akapunguza ile miaka kwa muktadha wa Biblia. Mtumishi, karibu kwa kile ambacho ulikuwa unaendelea mimi nilikuwa na hebu kujazia. Amina. Sawa, tuko hapa kwa mwanamume na mwanamke. Yes. Asili ya mwanadamu hapa. Umeelewa? Tulifikia mahali tukaugusia uchawi. Uchawi Afrika. Yes. Na mimi hoja nilikuwa nazungumza namna ambavyo walikuwa nasema kwamba malaika walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Wale malaika walioasi. Okay, sawa. Tuelezee sasa huo uchawi. Leo hii unaitwa uchawi, lakini ilikuwa ni nguvu ya Mungu aliyoiweka kwa mwanadamu. Hivi unanielewa? Okay. Yes, nguvu ambayo ilikuwa inamwezesha binadamu kufanya hiki, kufanya kile, na ndio maana leo unaona Waisraeli hawatumii Yesu. Umeelewa? Okay. Ambaye huyu Yesu leo ndiye aliyepewa mamlaka juu ya kila kitu kuanzia mwanadamu. Lakini hawatumii Yesu. Kwa nini? Kwa sababu wale jamaa hawajapoteza nguvu ya Mungu ndani yao. Ipo, inafanya kazi. Na ndio maana wao wanakuambia yani ukianza kutuambia kwamba Mungu leo hii au Yesu leo hii ndiye aje atufanyie haya na haya, wewe unatudanganya, kwa sababu sisi tuko hivyo. Neno sisi tuko hivyo maana yake iko nguvu ya Mungu ambayo yeye Mungu ameiweka ndani yako, ndiyo tunaita uungu. Umenyelewa? Okay, na ile kwamba tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Yes, pale mwanzoni akasema na tumuumbe mtu kwa mfano na kwa mfano na sura yetu. Yes. Umenielewa? Sawa. Sasa tuelezee uchawi. Uchawi lazima ujue uchawi ni nini. Uchawi ni nguvu ya kiroho inayomwezesha mtu kufanya au kutenda jambo atakavyo yeye. Hivi unanielewa? Yes. Yani ni nguvu ya kiroho ambayo ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya Mungu ya kiroho isiyoonekana kwa macho ya kibinadamu, inayokuwezesha wewe kufanya kile wewe unataka. Okay. Umeelewa? Sasa uchawi ni nini? Uchawi sio ile roho wala sio hiyo nguvu ambayo leo ndo inaitwa roho ya kichawi. Uchawi ni wewe. Yani ile roho ya Mungu ile, hata Mungu ukiwa naye leo, ile nguvu yake ikikuingia wewe, inafanya kazi kulingana na tabia yako. Kama una hasira, itachochea hasira. Hivi umenielewa? Kama una kiburi, okay, inachochea kiburi. Kama una tabia mbaya, inachochea ile tabia mbaya. Hivi si unanielewa? Sasa na ndio maana Mungu anapotaka kuweka roho yake leo ndani yako, lazima akufundishe namna ya kuishi, namna ya kuimanage hiyo roho hiyo, namna ya kwenda nayo hiyo roho. Unanielewa? Sasa leo hii ili neno tunaloliita uchawi, usisahau tulifalakana na nguvu. Kwa hiyo sasa leo hii hizi nguvu mtu anaipata. Hii nguvu leo, akishaipata leo hana elimu nayo. Kwa badala ya yeye kuikontrol hiyo nguvu inamkontrol yeye. Na hajui sasa hii nguvu inafanya vipi kazi. Mfano, kuna watu wanaitwa wachawi lakini haujaisikia wameloga mtu. Umenyelewa? Sasa na kuna wachawi wenzake wanawaza, huyu mtu anawanga wapi? Yani huyu ni mchawi mwenzetu, lakini huwa anawanga wapi? Kwa nini? Kwa sababu ile roho ikisha kuingia hiyo inafanya kazi kulingana na wewe ulivyo. Kwa hiyo yenyewe inakwenda kuboosti tabia yako wewe. Inakwenda kukaa kwenye ile wengine si mnaita career. Nafikiri ndo tabia yenyewe. Inakaa kwenye ile tabia yako. Ndio maana nimesema hivi. Ile nguvu ukiwa nayo, kama wewe una roho ya kuua, yani una tabia ya kuua, basi inakwenda kuchochea kuua. Yani hiyo, uwe ni mtumishi wa Mungu, uwe si mtumishi wa Mungu, ukiwa na nguvu hiyo na haujajifunza namna ya kwenda nayo, basi wewe lazima tu hiyo yenyewe itakupeleka wewe nini ufanye. Ndo hapo leo hii tunaita nini? Tunaita uchawi. Kulingana na nini sasa? Mtu tabia yake ni ya kuua na nguvu ya kuua anayo. Ukimkwaza kidogo anaua. Si unanielewa? Ukimkwaza kidogo anafanya kile ambacho yeye anaona vema kukifanya. Kwa nini? Kwa sababu nguvu anayo. Umetolea mfano mmoja hapo, kisu tunacho ndani, tunapanga, tuna mkuki, tuna nini, unaelewa? Vile vitu ni kama yani vile vitu ndo kama hiyo roho sasa. Leo hii kile kisu mfano kipo kwa ajili ya kazi ya kukatia mboga tu. Lakini sasa mtu
anaweza akakitumia kile kisu kuua mtu ama kumjeruhi mtu. Shida sio kisu, shida ni wewe. Hivi unanielewa? Shida ni wewe. Na roho hizi roho tunazosema roho za kichawi si za nini? Shida sio hizi roho. Shida roho hiyo imekaa kwa nani? Umeelewa? Huyu mtu yeye ameumbwa ana kiburi. Yaani ndani yake ana tabia ya kiburi, au tuseme ana nguvu ya kiburi. Sasa hii roho inapokuingia, kama kiburi hakikuondolewa bado na kiburi kipo, inakaa kwenye kiburi, ndo pale mtu namuona anakuwa na kiburi isivyo kawaida. Kama mtu ni mkali, anakuwa ni mkali isivyo kawaida. Kwa hiyo hii neno uchawi ni tabia ya mtu, sio roho yenyewe. Ile roho yenyewe inafanya kazi kulingana na wewe ulivyo. Na ili neno uchawi ni nguvu ya Mungu iliyo ndani ya mtu, ndo uungu wa Mungu ndani ya mtu. Umenyelewa? Achana na yale mapembe, si matunguli, yale yanatengenezwa tu kulingana na nguvu ulionayo ndani wewe. Ni msaada tu. Ni msaada, yaani ni kama vile sasa wewe hivyo ulivyo na mikono na miguu, lakini utahitaji ndani kuwa na fimbo, kuwa na panga, kuwa na bakuli. Vile vitu ni msaada wa kuendesha maisha yako vile wewe unafanya nini? Vile unataka. Ndio hii uchawi ilikotokea. Lakini leo hii ndio hivyo tunaita uchawi. Lakini kwa Afrika tunaita uchawi pale tulipofalakana na nguvu ya Afrika. Huo mwaka wa 78 ndo ukaanguka, kwamba okay sawa, mnasema mmeokoka basi endeleeni na hiyo uokovu wenu, alafu sisi ngoja tutulie. Basi sasa ile nguvu ndo ikageuka kuwa adui yetu. Na ndio maana sasa unaona makanisa mengi yanazungumzia madhabahu za mababu, madhabahu za mababu. Umeelewa vizuri? Sasa madhabahu za mababu ni nini? Ni nguvu ya Mungu, original ya Mungu ndani yako ulioikataa wewe. Umeelewa? Alafu hiyo ndo inainuka kuja kufanya vita na wewe. Ulaya inaendelea, haiombi Yesu. Umeelewa? Yaani hizo nchi unazoziona zinakwenda, China inaendelea, haiombi Yesu. Imesimama kwenye nguvu ya Mungu ya asili ndani yao. Hivi unanielewa vizuri? Hapo ndipo waliposimama. Alafu ndipo ile roho ndio inawapa mafunuo, fanya hiki, fanya kile, fanya hiki, fanya kile. Alafu maisha yanakwenda. Sisi tulioikataa ile nguvu ya asili ya Mungu ndani, tukaita uchawi, tukaita mizimu ya mababu, tukaita hivyo sisi, na ndo maana tunaishi maisha haya leo. Kwa nini? Kwa sababu pasipo kujua tulimkataa Mungu ndani yetu. Tukaita ni uchawi, tukaita ni mizimu, tukaita vitu vya ajabu, na tunazidi kuita mpaka leo. Lakini nchi zote zinazoendelea hazitumii Yesu. Hazitumii Yesu hata kwenye eneo moja. Zinatumia tu ile nguvu ya asili ambayo Mungu aliweka ndani yao. Alafu Mungu sasa ndo anakuja anakaa juu ya vyote, na vyote ndivyo vinabarikiwa, vinakufikia mpaka wewe leo unashika nini? Simu. Hii simu haijatoka mbinguni. Hii simu haijatoka kwa malaika. Umeelewa vizuri? Hii simu sio Roho Mtakatifu alishuka akawafunulia watu watengeneze simu. Ndio hiyo nguvu ya Mungu nayoizungumzia ndani ya mtu, ndio inampa maono mtu atengeneze simu. Hivi unanielewa? Ndo pale Danieli akawa anazungumza kwamba maarifa yataongezeka. Uvumbuzi zitaendelea kuwepo na teknolojia itaendelea. Naam. Okay. Jinsi Mungu atakavyokuwa anajitukuza kwa watu. Sasa Mungu anavyokuja kwa mtu haji kwa jinsi unavyowaza wewe. Nikupe mfano mmoja Yesu alivyokuja. Kwenye vitabu vya kale vimemtabiri Yesu atakuja. Umeelewa? Masia atakuja duniani. Wayahudi na wanaopewa hizi habari ni Wayahudi au Waisraeli. Sawa sawa? Jinsi Biblia kitabu chao kinavyosema kuwa Yesu atakuja, wakakaa kwenye maandiko wao kwamba Yesu atakuja, wakajenga picha kwamba atakuja hivi, tutamuona na shuka hivi kutoka mawinguni. Umeelewa? Yesu akaja amezaliwa na mtu. Alafu mtu ambaye hajaolewa ila ameposwa. Okay. Unanielewa? Manake Yesu alikuja katika mtu ambaye alikuwa kwenye hali duni, maskini. Yes. Like angeamua kuja kwenye familia ya kifalme, lakini akaamua kuja kwenye kazaliwa huko. Umeelewa? Okay. Yesu ndo anakuja kwa sura hiyo sasa. Dunia kwa wakati huo, ninavyosema dunia nazungumzia Israeli yenyewe au Wayahudi wenyewe. Umeelewa? Wakakataa. Kwa nini? Kwa sababu walikuja kulinganisha kile wanachokisoma na tukio lenyewe haviendani kabisa. Na usisahau sasa, nimesema Mungu ana njia zake za kuja kwa mtu na kufanya kitu kwa mtu. Umeelewa? Alivyokuja Yesu kwa njia ile, wakamkataa. Wakasema wewe sio, kwa sababu maandiko hayasemi hivi. Umeelewa? Wanamletea na ushahidi wa maandiko
kwamba iko hivi. Kina Petro hao wanampelekea Yesu ushahidi wa maandiko kwamba lakini imeandikwa hivi. Yesu alipata shida sana nyakati zile. Alafu mbaya zaidi, Yesu anazaliwa kwa binti ambaye hajaguswa na mwanaume, alafu bado hajaolewa ila ameposwa. Yani maana yake anatarajia kuolewa, si ndivyo? Maana yake Yesu kwa sura ya kipindi kile ni mtoto wa zinaa. Umenielewa? Ni mtoto wa zinaa. Kwa wale jamaa, kulingana na sheria zilizokuwa zimesimama wakati ule, ilikuwa ni haki kabisa kumkataa na kumpinga, kwa sababu walisimama kwenye nini? Kwenye sheria, si kwenye maono ya Roho wa Mungu ndani yao. Hapo unanielewa vizuri? Turudi kwenye somo letu. Nimeelezea habari ya uchawi lakini tupo hapa kwa mwanamume na mwanamke walivyoumbwa. Usisahau kwamba huyu mwanamume na mwanamke anayezungumziwa si Eva. Hapa anazungumziwa mwanamke mwingine ambaye kwa jina lake anaitwa Lilith. Umenyelewa? Tuendelee kusoma hapa. Ili somo litanoga zaidi mbele, litanoga sana zaidi mbele. Hapa tunajenga msingi. Okay, sawa. Anasema Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu. Nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake ya mbegu vitakuwa ndivyo vyakula vyenu, na chakula cha kila mnyama na nchi, cha kila ndege wa angani, cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai, majani yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Hawa watu waliumbwa siku ya sita, kwenye roho ya sita ya uumbaji, ambayo sasa roho ya ufahamu, na ndio maana anaumbwa binadamu kwenye namba sita. Sita inasimama kwenye ufahamu. Unapoona sita mahala popote, maana yake ufahamu. Umenyelewa? Na ndo binadamu anaumbwa siku ya sita, kwa maana kwamba dunia ni kama mwili wa mtu, alafu kwenye mwili wa mtu kuna mahala panaitwa akili au ubongo, ambao ndio ufahamu. Sasa binadamu huyu ndani ya dunia hiyo, juu ya vitu vyote, yeye ndiye akili. Umenyelewa? Yeye ndiye ufahamu, na ndo maana anaumbwa siku ya sita. Sita ni alama ya ufahamu mbinguni. Mbinguni hakuna maneno sana kama haya tunayoyasoma kule. Kila kitu kipo kwa mfumo wa namba. Kinapokuja duniani kwa sisi tusiojua mengi, ndipo tunaanza kuandika hivi. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, nikisema mbinguni mtu sema ulienda lini? Niseme hivi, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, yeah. Maisha ni namba. Haya maneno haya huwa hayako. Maisha ni namba. Kama mtumishi hapo, nimekumbuka kuna Isaya 11 lile fungu la pili, ulikuwa unazungumzia roho pale, na roho ya Bwana akajaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya ushauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. So ulikuwa unazungumzia kuhusiana na roho, nikawa nimepata hapo, nimekumbuka ile Isaya 11 lile fungu la pili. Isaya sura ya 11 lile fungu la pili, mtu anaweza kasoma kwa muda wake. Ulikuwa unazungumzia swala la roho hapo. Nadhani tuko sambamba. Naam, tuko sambamba. Sawa, tuko vema. Unanielewa vizuri? Sasa huyu Adam na Lilith, ambaye najua wengi pengine hamtambui hilo jina, wakapewa kutawala vitu vyote. Alafu usisahau hapa wanapewa mamlaka juu ya miti, majani na matunda, na anasema hivi ndivyo vitakuwa vyakula vyenu. Mungu anaagiza hivyo. Umeelewa vizuri? Yes. Na pia sasa ukizingatia hii Mwanzo imeelezea sana habari ya miti, majani na kadhalika, mbegu na kadhalika. Umeelewa? Na ndio ulikuwa mfumo wa kibinadamu kwenye kila eneo la maisha yake, kiafya, kiroho na mengine ambayo pengine leo hatuyajui. Huu ndio ulikuwa mfumo wa binadamu, na haya hayajatanguliwa mahala popote kwenye kitabu hiki. Okay. Umeelewa vizuri? Ila sasa kwenye mfumo wa sisi sasa, kwenye ulokole wetu wa leo, kwenye kusali kwetu kwa leo, sisi ndo tumeleta baadhi ya vitu ambavyo tumejitengenezea vitu. Mfano, nitolee mfano. Mapokeo. Yeah. Nitolee mfano leo hii, kuna mtu anaitwa Mwarobaini,
na mingine ambayo wanaijua watu, mparachichi, umeelewa vizuri? Yes, kuna mti unaitwa, leo watu wanasumbuka zaituni, miti mingine ambayo ni mimea tiba tuseme. Yes, alafu kuna mti mmoja watu wanakula sana matunda yake unaitwa mpela, umeelewa? Watu wanahangaika vidonda vya tumbo, lakini ana mpela upenuni, umeelewa vizuri? Lakini huyu mtu ameokoka, anakwambia siwezi kutumia majani haya kwa sababu ni dhambi. Hivi umeelewa? Wapi iliandikwa dhambi jamani? Sio, umeelewa vizuri? Siwezi kutumia jani hili kwa sababu ni nini? Ni dhambi. Na ndio maana ndio ile pale anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na kwa maarifa ni nguvu. Na kwa kutokujua pia. Ndio hii ninachokwambia, tumetoka kwenye asili. Na ndio maana nimeona tusome hiki kitabu ili ujue asili yako wewe ni nini. Okay. Yaani kwenye maisha yako asili yako ni nini? Asili ya mwanadamu kwenye kula, kwenye kila eneo lake, ndio hivi vitu tunavyovisoma hapa. Yaani Mungu anasema hivi, hii miti hii, majani yote, yani ya kondeni yes, bado hatujafika. Kondeni bado. Kondeni bado hatujafika. Hii ni miti sasa. Kwa leo tunaweza tukasema miti mwitu. Okay, umeelewa? Yani miti mwitu leo. Achana hii ambayo tuna miti ya asili. Miti ya asili. Okay, na kilikuwa chakula cha binadamu. Umeelewa vizuri? Akiwa na jambo sasa, kipindi hiki cha kina Adam magonjwa hayakuwepo. Kwa sababu hawa jamaa walikuwa na power ya Mungu ndani. Sawa, yani ugonjwa unatoka wapi? Umeelewa? Ni kweli kabisa hawa jamaa walikuwa, huwezi ukaona mahali kwamba kaambiwa Adam aliumwa. Hicho kitu hakipo. Sema kichwa kilimuuma Adam. Hapana. Alisikitika sana. Yes, hakipo kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Okay. Kwa 100% naweza nikasema. Hapo umeelewa vizuri? Lakini nataka nielezee kidogo kwamba hivi, kama unasoma Biblia vizuri na kuielewa, basi yamkini jani lililo upenuni kwako ni chakula tosha kwa ajili ya tumbo lako na mambo yakaenda sawa, kama haujashika mapokeo zaidi. Okay, sawa. Naomba niendelee kusoma kama muda unaniruhusu. Sawa. Okay, sawa. Tumalizie kwa kujenga msingi kwa sababu somo letu ni refu. Alafu pale tumalizie na namba za simu. Okay, sawa. Labda niseme hivi, lengo la kuleta ili somo la asili ya mwanadamu ni mkanganyiko wa maisha tunayoishi leo. Sawa. Leo hii mtu huyu akishika hiki, huyu anakuambia hiki dhambi. Huyu akishika hiki, huyu anakuambia hiki dhambi. Umeelewa vizuri? Lakini vitu hivi vyote tunavyovisema sisi kuwa dhambi, kama nimetumia Biblia kwa sababu binadamu wa leo anatumia kitabu, hatumii roho wa Bwana au roho wa Mungu, anatumia kitabu. Lakini hiki kitabu ambacho ndio Biblia, ili ukielewe, ili uelewe unafanya nini, basi ni lazima sasa uwe na roho wa Mungu ndani yako, alafu ndipo urejee kwenye kitabu. Kama utashika kitabu na roho wa Mungu huna, basi utaishia tu kudanganya watu, kuambia tu, utakuwa unasema neno moja, tubu dhambi, acha dhambi. Tubu dhambi, acha dhambi, lakini hautafafanua dhambi ni nini, ilitoka wapi, na kwa nini leo tunasema tubu dhambi. Hivyo unanielewa vizuri? Kwa hiyo pointi yangu kubwa kuleta hili somo la asili, nataka ujijue, ujitambue umetoka wapi na ulipo na unachokifanya. Je, na unachokiogopa na unachoendelea nacho na unachokikubali ni cha kweli, na unachokikataa ni cha uongo kweli? Natamani ujitambue. Najua sijaeleweka sana leo, lakini pengine tukijaliwa nyakati zinazokuja tunavyoendelea na ili somo tutaendelea nalo tukijaliwa Jumapili ijayo, ili tuzidi kuelewa zaidi. Maana nafikiri sasa hivi kwa sehemu mtu ameshanielewa. Yes, ameshanielewa. Unaniruhusu mimi nimaliza afu wewe endelee na kutaja hizo namba. Yes, sawa. Maliza neno la hekima. Mimi niseme hivi kwenye neno la hekima, usiache kujifunza. Sawa. Usijiwekee mipaka kwenye kujifunza. Bado hujamuona Mungu wala yani bado hujamuona Mungu na mambo yake na utamu wake na raha yake hujaiona. Na ili uone, ondoa mipaka kwenye kujifunza. Jifunze kwa mtu yoyote unayeona anajipya kwako, wewe jifunze, alafu ndivyo utakavyomwona Mungu. Basi niseme ufalme wa mbinguni umekaribia. Niwakaribishe tena kwa wakati mwingine tukijaliwa tena. Amen. Huyo ni Mwalimu Ibrahim ambaye ametuelezea kuifahamu historia ya mwanadamu kwa sehemu ya kwanza tu ambao tumeanza kujenga msingi. Kwa episode ijayo tutaweza kujikita zaidi na kufafanua mengi zaidi katika yale ambayo yamejificha. Una swali, una dukuduku, unataka uulize maswali mengi kwa kina zaidi kutaka kufahamu kweli, ili kweli kuweke huru, basi namba hii hapa 0765 87 66 95 0765 87 66
95. Hiyo ni namba ya Mwalimu Ibrahim ambaye Mungu amemjalia neema na rehema hasa katika kufundisha na kudadavua neno la Mungu kwa kina zaidi. Namba ya simu ni 0765 87 66 95. Tuma ujumbe mfupi, unaweza ukawa na swali, uliza, au kuna swali lingine ambalo ulikuwa hujaelewa katika kile ambacho tumekifundisha hapa. Namba ya simu ni 0765 87 66 95. Hiyo ndo namba ambayo unaweza ukawasiliana na Mwalimu Ibrahim kwa maswali, kwa kile ambacho amekifundisha katika kuifahamu historia ya mwanadamu. Ni nani? Chimbuko lake ni gani? Alitokea wapi na nini ambacho tunapaswa kufahamu kwa kina zaidi. Kwa hiyo namba ya simu ni 0765 87 66 95. Historia ya mwanadamu, nini ambacho unatakiwa kukifahamu kwa kina zaidi. Next week tutaendelea kuwa naye hapa na kuweza kudadavua kwa kina zaidi na kuyachunguza maandiko na kuwa na ufahamu zaidi. Mungu amekupa akili, uzitumie, lakini usizitumainie. Kwa kama amekupa akili, zitumie sawa sawa. Namba ya Mwalimu Ibrahim ni 0765 87 66 95. Mungu akubariki sana. Asante kwa wewe umeendelea kuwa nasi hapa, na ikiwa ulikuwa una swali, una dukuduku, basi unaweza pia ukatuandikia ujumbe mfupi kupitia namba ya studio hapa, au kwa wiki ijayo labda ulikuwa unatamani uongee na mwalimu moja kwa moja, basi utatupigia nambari ya studio yetu ambayo ni 0739 109 109. Kuna mtu alikuwa anaomba namba ya mtumishi hapa, nadhani namba ya mtumishi nimeitaja, ngoja nirudie tena kwa mara ya mwisho, 0765 87 66 95. Mungu akubariki sana. Tunamaliza na Zoravo anasema let your will be done, na baadaye tutaendelea kuwa na kile kitu kizuri ambacho tumeamua kuwa nacho hapa kupitia Gospel Voice, sauti ya Injili.